Naam, community. Hii ni voice note ya 3 ikielezea kuhusu Syria. Ina nini Syria na Marekani? Swali tulilotoka nalo katika voice note ya 2, kwa nini Marekani ilianza kuipinga Syria au kuipinga na kuanza kuiwekea vikwazo? Sababu za haraka haraka. Miongoni mwa sababu ilikuwa ni udhibiti wa nguvu na nishati, energy geopolitics. Kwa maneno mepesi zaidi ili uelewe ni kwamba Marekani hakuitaka kusambaratisha Syria kwa jina tu, bali ilitaka kuidhibiti au kuipunguza nguvu yake, kwa sababu Syria ilikuwa kizuizi kikubwa katika mfumo wa kimataifa ambao Marekani inataka kuongoza. Kama tulivyoelezea huko nyuma ya kwamba Syria imekuwa ni kiunganishi cha mabara makubwa matatu, sana sana Ulaya, ambao Ulaya ni sehemu Ulaya pamoja na Asia ambayo ina nguvu kubwa ya rasilimali ya dunia ambayo ni mafuta na gesi. Kwa Marekani inataka kuongoza Ulaya katika masuala ya kiuchumi, kama nilivyoelezea pia katika voice note za awali kabisa za stori zangu kuhusiana na Marekani ilivyokuwa imejikomboa katika watawala wake. Lengo lilikuwa ni kutaka kufanyaje? Kujitawala na kuongoza pia dunia. Kwa huyu Syria akaonekana ni kikwazo, kwa sababu hauwezi ukawa unaongoza, wewe ni kiongozi alafu hauna rasilimali, hauna pesa, hauna nguvu, kwa hiyo hauna maeneo. Kwa maeneo ni sehemu ya wewe kufanyaje? Kujiwekea uhakiki wa utawala. Kwa hiyo Marekani akamwona Syria kama ni kikwazo, kwa sababu anashirikiana na watu ambao wanakuwa ni kikwazo katika ile mipaka ya kutaka kuitawala dunia. Kama nilivyosema, ukidhibiti na kushikilia Syria kwa asilimia kubwa utakuwa umeshikilia na kudhibiti uchumi wa dunia. Sawa. Kwa hiyo Pioneer, hebu tuchambue soko undani kwa mtazamo wa kisiasa, kiuchumi na kijiografia. Kwa nini Marekani aliona kuna umuhimu wa kutaka kuiwekea vikwazo au kuipiga Syria? Moja, Syria ilikuwa mshirika mkubwa wa Urusi na Iran. Tangu miaka 1970 kama nilivyosema, Syria ni ngome ya Urusi Mashariki ya Kati. Bandari ya Tartus ni kituo cha kijeshi cha Urusi cha pekee katika bahari ya Mediterranean kama nilivyoelezea huko juu. Sasa rais wa Syria au mfalme au kiongozi wa Syria Bashar al-Assad, wengi mshasikia hilo jina au mnamfahamu. Bashar al-Assad alitoa ruhusa kwa vikosi vya kijeshi vya Urusi kuingia wapi? Kuingia kuitumia bahari ya Mediterranean, na akawa kiunganishi muhimu kati ya Moscow na Tehran. Sawa, kwa ile Moscow na Tehran ambao ni mji wa Syria ikawa ni kiunganishi kupitia bahari ya Mediterranean, ambao ruhusa hiyo imetoka kwa nani? Kwa Bashar al-Assad. Sasa kwa Marekani hilo lilikuwa ni tishio kwamba sasa kwa sababu gani? Maana Urusi ingeweza kufikia Israeli kwa urahisi kwa sababu anapitia kupitia bahari ya Mediterranean. Akiweza kuingia na kuweka ngoma yake Syria, tafsiri yake ameweza kuifikia Jordan kwa sababu imepakana na Syria. Anaweza kuifikia Israeli kwa sababu imepakana pia na Syria. Kwa hiyo kumdhoofisha Bashar al-Assad, kwa Marekani akaona sasa hapa tunatakiwa tuanze kumdhoofisha Bashar al-Assad, kupunguza nguvu ya Urusi katika Mashariki ya Kati. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili ni mradi wa mabomba ya gesi na mafuta, pipelines, vita ya mabomba ya gesi. Hii vita ilikuwa ni kubwa sana. Na huu ndiyo sababu ya ndani kabisa ambayo iliyopelekea Marekani kuanza kuiwekea vikwazo Syria. Kwa sababu ya nini?
ya hizi pipelines gas au pipeline oil. Kivipi? Qatar walikuwa na mradi sawa. Kwa Qatar walikuwa wana mradi unaungwa mkono na Marekani. Hawa Qatar walikuwa na mradi wao wa mafuta wa hii gas ya kupeleka mafuta Ulaya, ambao mradi huo ulikuwa unaungwa mkono na Marekani. Qatar ilipanga bomba la gas pipeline kutoka Persian Gulf, kutoka Ghuba ya Persian kupitia Saudi Arabia, Jordan, Syria, Turki kuingia Ulaya. Hiyo ndio njia hiyo ambayo ilikuwa inapita mabomba ya gesi ambayo inatoka Saudi Arabia inafika kwanza Syria, ikifika Syria ndio inaenda Uturuki, Ulaya hiyo, ambao lengo ni kupeleka gesi kwa Ulaya badala ile ya Urusi. Sawa? Lakini mradi na Muirani naye ambaye ni mwasimu, ni adui wa Marekani. Iran naye alikuwa ana mpango wake pia wa nini, wa bomba la mafuta. Iran ilipanga bomba jingine la mafuta kupitia Iraq, Syria, Lebanon, Mediterranean kuingia Ulaya. Kwa lengo kuongeza ushawishi wa Irani na Urusi katika masoko ya Ulaya. Sawa? Kwa ikawa Qatar wana bomba lao la mafuta linalopeleka la gesi kupeleka Ulaya, ambao Qatar mpango kazi wake ulikuwa unaungwa mkono na Marekani. Alafu na Muirani naye akana bomba lake la gesi ambalo nalo linapita hapo hapo Syria. Kwa wote njia yao ni Syria kupeleka mafuta Ulaya. Lakini Muirani akawa anaungwa mkono na Mrusi, alafu na Qatar akawa anaungwa mkono na Marekani. Sasa tunakuja Sasa rais wa Syria Bashar al-Assad akakataa mpango kazi wa Qatar wa kupitisha bomba la mafuta wapi? Katika Syria. Akakubali mpango kazi wa Iraki wapitishe bomba lao kupeleka wapi? Ulaya. Kwa hiyo Marekani akaona kumbe Syria amekataa mpango kazi ambao mimi naunga mkono, amekubali mpango kazi wa gesi ambao mimi nitapata faida hapo kupitia huo mpango kazi, kwa sababu nitaweka pesa zangu, nitaingia ubia, nitatengeneza miundombinu mimi kupeleka mafuta Ulaya, na mimi kana nachukua kodi au nachukua tozo kupitia hizo gesi. Lakini ule mpango kazi kaukataa, isipokuwa amekubali mpango kazi wa Irani, ambao Irani yeye anaungwa mkono na nani? Anaungwa mkono na Russia, ambayo Russia ni adui wa Marekani. Basi Marekani akaona kuna haja sasa ya kumuondoa Bashar al-Assad madarakani. Kwa hiyo Marekani, Saudi Arabia, sawa, Qatar wakaona Syria amechagua upande wa adui. Sawa, ambao Marekani na Saudi Arabia yeye ni kibaraka pia wa nani? Wa Marekani, kwa sababu jeshi linaloilinda Saudi Arabia linapewa nguvu na linatoka Marekani, silaha zinatoka Marekani. Hao Qatar nao vivyo hivyo, ni baba mmoja mama mmoja. Sasa ndipo juhudi za mabadiliko ya utawala zikaanzia hapo. Kwa hiyo vita ya Syria ilikuwa ni vita ya mabomba ya gesi. Sasa kazi ndiyo ikaanzia hapo. Hiyo ni sababu ya pili. Sababu ya tatu, Syria ilikuwa ni kizuizi cha Israeli security belt. Israeli ni mshirika mkubwa wa Marekani na Syria imekuwa adui wa muda mrefu na Israeli, hasa kuhusu eneo la Golan Heights, ambao huko Golan Heights ndio wanapochimba mafuta na gesi Syria. Kwa hiyo Marekani ilikuwa na maslahi ya kuidhoofisha jeshi la Syria kwa ajili ya kuilinda nini? Ya kuilinda Israeli. Kugawanya nchi hiyo vipande ili isiwe tishio kwa nani? Kwa Israeli, na kuhakikisha utawala unaofuata hautakuwa wa kuipinga Israeli. Kwa lugha nyingine, Marekani waliona kuwa usalama wa Israeli ni kuidhoofisha Syria.
Sawa, usalama wa Israeli ni kuidhoofisha Syria. 4, sababu nyingine ni kudhibiti ukanda wa Mashariki ya Kati. Syria kama nilivyosema ipo ukanda wa Mashariki ya Kati, tena ndio katikati yenyewe. Ukanda huu huitwa na wanajeshi wa Magharibi the Shia Crescent. Sawa, unaunganisha nchi zinazoshirikiana na kidini ambao ni Shia Waislamu na kisiasa dhidi ya Marekani na Israeli. Kwa hiyo Marekani ilitaka kuuvunja ukanda huu kwa kumdhoofisha Bashar al-Assad wa Syria na kupunguza ushawishi wa Iran na pia kupunguza ushawishi wa nani? Wa Russia na kulinda washirika wake wa Sunni kama Saudi Arabia, Jordan na Qatar. Kwa hiyo Marekani yeye hakutaka Syria ianguke bure tu, bali alitaka kuiondoa kama ngome ya Urusi na Irani, kuhakikisha Israeli iko salama na kulinda maslahi ya gesi na mafuta ya kaskazini mwa Mashariki ya Kati. Tunaelewana? Sasa Marekani ilifanya nini katika jitihada za kuisambaratisha Syria? Kwa hiyo baada ya yote hayo, kuona hivyo vikwazo nilivyokutajia hapo vinne hapo juu, sasa je, Marekani alifanya nini sasa? Aliingia hatua gani? Picha likaanzia hapa sasa. Mwaka 2012, sawa, ikaanza operation sasa ya kuisambaratisha rasmi Syria. 2012 ni mojawapo ya operation za kisasa zaidi ambazo Marekani iliifanya kwa njia fiche, yaani hawakujionyesha kwamba ile vita ni ya kwao. Kama kawaida ya Marekani, vitu vikubwa vinavyoihusisha dunia hawasemi ni vya kwao kamwe. Vitu vinavyohusisha dunia au vitakavyohusisha nchi nyingine huwa hawasemi hicho kitu ni cha kwao. Marekani wametumika kuziangusha nchi nyingi sana duniani, lakini ukiangalia kwa picha ya nje unaona kama ni wananchi wenyewe wamehusika, lakini kumbe ni wao Marekani ndio mipango yao kupitia CIA. Sawa. Kwa Marekani walitumia mwaka 2012 wakatumia njia ile ile wanaoitumiaga kwa kutumia watu wengine kuipiga nchi fulani au kuleta jambo fulani, kama vile ilivyokuwa mradi wa Pi Network. Watawatumia watu ambao si raia wa Marekani ili isije ikaonekana Marekani wamefanya kitu fulani, kikifeli au kikifaulu isije ikaonekana kama ni cha kwao. Kwa mwaka 2012 kisasa zaidi ambacho Marekani ilifanya hiyo vita kwa njia fiche bila kuonekana waziwazi kama ndio wao waliohusika na hiyo vita. Ni kisa kizito sana cha kijasusi, kidiplomasia na teknolojia ya kivita, na kimechangia sana sura ya Mashariki ya Kati tulionayo leo hii. Unayoiona leo hii Mashariki ya Kati, basi sura hiyo ilianzia hapo. Sawa? Sasa tuchambue, tuingie misheni hiyo ilikuweje? Sawa? Lengo kuu la Marekani moja ilikuwa ni kumdhoofisha Bashar al-Assad au kumng'oa kabisa madarakani, ambaye alikuwa ndio rais wa Syria, aliungwa mkono na Mrasia na Mwirani. Pili ilikuwa ni kupunguza nguvu ya Urusi Mashariki ya Kati ili Marekani ndio aitawale Mashariki ya Kati. Kudhibiti mtiririko wa mafuta na gesi katika eneo la Levant ambalo linadhibitiwa na Urusi. Kujenga ushawishi wa kidemokrasia kwa kutumia makundi ya waasi wenye wastani, moderate rebels. Sasa ni nini kilitokea? Sawa. Mnamo mwaka 2012 kulianza operation yenye jina la Timber Sycamore. Hii ndiyo jina la halisi la operation hiyo fiche iliyoanzishwa na CIA mwaka 2012. Wahusika wakuu walikuwa ni CIA. Iliratibu operation na ufadhili ambao walipitia ni Saudi Arabia na Qatar.
walitoa fedha na silaha nyingi. Saudi Arabia na Qatar walitoa fedha kwa ajili ya kuisambaratisha na kuidhoofisha Syria. Jordan na Uturuki walitoa njia za kuingizia silaha, logistic routes. Waasi wa Syria, Free Syrian Army na makundi madogo madogo walipokea mafunzo na silaha kutoka kwa Saudi Arabia na Qatar, ambao Saudi Arabia na Qatar hizi silaha zilikuwa zinatoka Marekani, lakini pia zilikuwa hazinunuliwi Marekani. Mbinu zilizotumika: moja, mafunzo ya kivita kwa siri. Waasi walipelekwa katika kambi za kijeshi huko Jordan na Uturuki, wakapewa mafunzo na CIA. Mafunzo ya kivita yote, kutumia silaha, jinsi ya kufanya ujasusi, jinsi ya nini, mafunzo ya kijeshi, yani kila kitu kinachohusiana na masuala ya vita walifundishwa huko. Na ufadhili wa silaha, ambazo silaha nyingi zilinunuliwa katika Ulaya ya Mashariki, ambao katika nchi za Bulgaria, Croatia, Serbia ndio zilizitumika, ambazo Marekani walikuwa wanapeleka silaha katika hizo nchi, alafu then Saudi Arabia na Qatar wanaenda wanazinunua na wanazipeleka Syria kwa ajili ya vita. Tatu, wakafanya propaganda na ushawishi wa mitandao ya kijamii. Sasa hapa ndipo kiini cha mzozo wa kumng'oa Bashar al-Assad kikaanzia hapo. Katika propaganda na ushawishi wa mitandao ya kijamii, waliandaa propaganda kwamba mashirika ya civil society na media activities kama vile White Helmet yalipokea ufadhili wa Marekani ili kuonyesha picha za kuteswa kwa raia wa Syria dhidi ya utawala wa Bashar al-Assad, jambo lililosaidia kuhamasisha hatua ya kijeshi za Marekani za magharibi. Kwa hiyo kuna media either ni za watu binafsi au ni za taasisi, zikapokea nini? Taarifa, zikapokea fedha, ufadhili, ziandae machapisho, ziandae makala zikionyesha kwamba raia wa Syria wanateswa, Bashar al-Assad ni mnyonyaji, kama vile ilivyotokea, kama vile Marekani walivyofanya kwa utawala wa Barack Obama 2011. Mwaka mmoja kabla ya vita hii ya Syria, 2011 kulianzishwa program ya kuondoa wale watawala wa falme za nchi za Kiarabu za Kiislamu ambazo wanatawala kifalme, wanatawala hivyo yani kifalme, ambayo walikuwa wamelenga sana Syria, walilenga Libya, walilenga Misri. Sawa. Libya wakafanikisha, walitumia njia hii ya kutumia media, social media, kuwapandikiza watu, kuwalipa watu wale raia wa mule nchini, wanalipwa pesa and then wanasema bana, huyu Muammar Gaddafi bwana hatufai. Kwa nini amekaa madarakani siku zote hizo, achi nchi, yeye ndio yeye tu, bwana sisi tuna kweli. Watu wakaingia mkenge, wakaanza kuandamana. Jamani, tuandamaneni. Watu wakaanza kuandamana, wakaingia barabarani. Watu wameingia barabarani, haijulikani silaha zinatoka wapi. Washangaa mara walioingia barabarani, watu wana silaha. Mwisho wa siku kweli wakamuua Gaddafi. Walivyomuua, nini kimetokea? Angalia nchi sasa hivi ya Libya inavyoishi kwa shida, mateso. Mwaka mmoja baadaye au miezi michache baadaye, mfumo ule uliotumika Syria, uliotumika Libya ndio ukatumika tena Syria, kwa kuwachochea watu kwa kupitia social media kwamba Bashar al-Assad ni mnyonyaji. Ona watu wanavyoteswa, wamelipwa watu kwa ajili ya kuteswa. Yaani watu wamelipwa kwa ajili ya kutesa watu, na hao wanaoteswa pia wamelipwa. So unajua Waislamu walivyo, kujitoa mhanga, kitu cha kawaida. Mtu analipwa ateswe. Yaani mtu ameshalipwa uhai wake umenunuliwa. Mtu yuko razi auliwe, achinjwe, apigwe risasi kwa ajili ya kuonyesha jamii kwamba hao wanaofanya hivyo ni kikundi cha Bashar al-Assad. Kweli watu wakafanikiwa kuona kwa ili huyu Bashar al-Assad hatufai. Vita vikaanza. Kama vile inavyotokea Tanzania, kuna mtu mmoja
yuko Marekani, yeye ni Mtanzania, yuko Marekani, anatuambia ya kwamba serikali ya Tanzania ni wanyonyaji sana. Serikali ya Tanzania kupitia chama fulani, chama chao iko kinawatesa wananchi, kinawalalia wananchi, akionyesha klipu zikionyesha naniliu vigogo, mtoto wa rais anavyokula bata na Rolls Royce yake, anavyoenda Dubai, akionyeshwa sijui mkuu wa usalama jinsi mtoto wake kwenye mke mdogo kulivyokuwa na Rolls Royce ya kutosha, ikionyeshwa sijui jinsi gani. Alafu tunaambiwa Oktoba 29 tuandamane, tupinge utawala wa kizandiki huo. Alafu hao wanaokuambia uandamane, wao hawapo Tanzania, wako Marekani. Mfumo ule ule uliotumika kumwondoa Muammar Gaddafi, ambao leo hii Libya inaishi kwenye mateso wakikumbuka ujinga waliofanya. Mfumo huo ukatumika Syria kwa kumwondoa Bashar al-Assad, ambao Wasiria wakaishi katika mateso kwa miaka kadhaa, ambao nchi za Mashariki ya Kati zinaishi kwa mateso kwa mfumo huo Marekani wanaotumia kuonyesha kwamba watu wanateswa, kumbe ni wao ndio wanatumika nyuma ya pazia. Kwa ndio mfumo huo unaotumika kwa huyo mtu. Usione tu yuko pale anaisema serikali kwamba nyuma yake hakuna mtu. Wako watu nyuma, wanataka kutusambaratisha Watanzania. Kwa hiyo ndugu yangu, akili kichwani mwako. Oktoba 29, nitumie fursa hii kukuasa ndugu yangu Pioneer, wewe ni tajiri. Isije ikafikia wakati wa utajiri huna miguu, huna macho, ni kilema. Imefika tarehe 27, 28, fanya manunuzi ya chakula chako, weka ndani. Fanya manunuzi mahitaji yako. Mimi naamini tarehe 29 hakuna, wanafunzi hawataenda shule, watumishi wa serikalini baadhi hawataenda kwenye naniliwa, itakuwa ni siku ya mapumziko kwa ajili ya wewe ndio kapige kura. Kama wewe umepanga kupiga kura, kapige kura, rudi zako wapi? Nyumbani, katulie, upumzike. Tumeambiwa siku hiyo kuna watu watafanya usafi, isije mguu wako ukahesabika ni sehemu ya takataka ukabebwa, isije mwili wako ukahesabika ni sehemu ya takataka ikabebwa. Kuna watu siku hiyo watakuwa wanafanya usafi. Kwa mimi nikuase pia nafasi hii ndugu yangu, achana na kufuata vibaraka. Watu wanalipwa sasa hivi kuichafua nchi, kuichafua serikali. Tujalie kweli serikali ni wanyonyaji, tujalie kweli serikali wanatutesa, tujalie hivyo, lakini angalia maisha yako na familia yako. Hayo mambo yaache, mambo ya watu hayo, sawa? Kwa hiyo lengo mimi la kukwambia hivi si kukutisha, hapana. Ni kwamba Marekani wametumia mbinu nyingi. Kwa hiyo wakatumia hizi mbinu za propaganda, kuweka propaganda katika social networks kwamba rais fulani, Rais Bashar al-Assad anatesa wananchi wake. Kwa hiyo wananchi wakaingia front line. Kwa CIA walitumia hizo mbinu, vita ikaanza. Kwa hiyo awamu ya kwanza ya vita ilikuwa ni 2011 mpaka 2012 mpaka 2014. Waraia walipigwa sana, raia waliuliwa sana, wamekaribia watu 500,000 walipoteza maisha. Milioni za watu walikuwa ni wakimbizi, ndugu zangu, nakwambia. Lakini mwaka 2015 sasa kuelekea 2017, makundi yaliyopokea msaada yalianza kugawanyika. Sasa wale waliokuwa wanapokea msaada, makundi yale yakaanza kugawanyika. Baadhi ya silaha za Marekani ambazo zilikuwa zinaingia kwa kupitia Saudi Arabia na Qatar zikaanza kuingia mikononi mwa ISIS, Islamic State in Iraq and Syria, au ISIS, Islamic State in Iraq and
Syria, sawa, ndio walikuwa wanajiita hivyo, na kundi la An-Nusra Front, kundi lenye uhusiano na Al-Qaeda. Kundi lenye uhusiano na Al-Qaeda. Kundi la Al-Qaeda ni kundi ambalo limeundwa na liliasisiwa na Osama bin Laden, ambayo Osama bin Laden ndio alipitishwa naye mafunzo na nani? Na Wamarekani kwa ajili ya mission. Kama nilivyosema, Marekani huwa wakifanya mission zao hawatumii raia wao. Huyu Osama bin Laden alitumika katika operation ya Afghanistan dhidi ya Soviet, dhidi ya kuwasambaratisha Russia, sawa, miaka ya 70 huko, sawa, kuisambaratisha Russia ambao ilikuwa ni vita ya Soviet na Afghanistan. Kwa huyu Osama bin Laden mwisho wa siku akaja kuwa ni muasi, kwa sababu huyu Osama bin Laden yeye alikuwa ni mtu wa Sunni, ni raia wa Saudi Arabia. Kwa hiyo baada ya vile vita kuisha, miaka hiyo ya 80 hapo katikati, ile vita kuisha, kwa hiyo Mrasia akarudi zake kwao, Marekani naye akarudi zake kwao. Lakini baadaye Marekani akaonekana amerudi wapi? Amerudi Saudi Arabia na kuwafadhili Saudi Arabia. Kwa hiyo sasa Osama akasema, kwa nini hawa makafiri wa Marekani tena wamerudi katika nchi takatifu yenye mji wa Maka, yenye mji wa Madina alipoishi Mtume kutufadhili? Akabidi aongee na serikali yake, bwana, hawa watu vipi, hebu tuwaondoe. Lakini Saudi Arabia wakakataa, akasema sasa mimi nitawaondoa mimi. Akaanza kuwageuka mabosi zake ambao ni wa Marekani waliompa mission kazi. Kwa Osama bin Laden akaunda kundi lake ambalo likaitwa Al-Qaeda, ambalo Al-Qaeda limetokana na neno la Kiarabu lenye neno la qaida, msingi au ngome, sana sana ni msingi, qaida, ambao qaida kwa Kiarabu, kwa mfano wale wanaosoma, watoto wanaosoma Kiarabu au wanaosoma Qurani huwa wanafundishwa kwanza qaida zile ambazo zinaitwa alif be te the, ambao ni a ba ta tha jim. Hizi ni qaida, kwa ni msingi wa kujua Qurani au ni msingi wa kujua Kiarabu. Kwa hiyo huyo Osama bin Laden akaanzisha kundi lake likaitwa Al-Qaeda, ambao ni msingi au ngome, ndo akaanza mission mpaka akaja akafanya ile matukio ya September 11 mwaka 2001, kulipua ile majengo pale Marekani, sijui Pentagon na sijui nini tower ile, akayalipua Marekani. Ndipo hapo 2001 Marekani wakatangaza rasmi kwamba Osama bin Laden ni gaidi, kwamba popote atakapoonekana basi kuna fungu limetengwa, atakayemuua Osama au atakayemleta Osama kuna fungu limetengwa. Kwa hiyo huyo Osama alianzisha kundi la Al-Qaeda. Ila kundi la Al-Qaeda sasa 2015 katika vita vya Syria ndio ikaisaidia ile An-Nusra Front kuitetea Syria. Kwa Russia ikaingilia moja kwa moja mwaka 2015 katika vita vya Syria dhidi ya Marekani, ikimsaidia Bashar al-Assad kwa ndege za kivita, na hali ikabadilika kabisa. Marekani wakaona hapa tumeingia sasa cha kike, kama Mrusi yupo, Al-Qaeda yupo, ISIS yupo, Islamic State yumo ndani hapa, sisi tunaona tunapuyanga. Kwa hiyo awamu hiyo ya mwisho ya vita ilikuwa ni mwaka 2018, vita vikaisha. Kwa hiyo Bashar al-Assad akaendelea kubaki madarakani na Marekani wakawafanyaje? Wakawa ile vita wamefanyaje? Wameondoka. Kwa CIA ikasitisha rasmi ile programu yao walioita ya Temba Sycamore, baada ya kugundua kuwa walikuwa wanachochea machafuko ya ndani badala ya kutafuta kile ambacho walikuwa wanakitaka, kwa sababu wanaona yule adui yao ambao ni Bashar al-Assad bado yupo dhidi ya maadui na ameweza kutetewa. Lakini mwisho wa siku matokeo yalikuwaje? Athari iliyopatikana ilikuwa ni kubwa sana, kama vifo nilivyokutajia, zaidi ya watu 500,000 walipoteza maisha. Kisiasa, Assad alinusurika madarakani. Urusi ikaongeza ushawishi wake dhidi ya kumtetea Bashar al-Assad, na kiusalama ISIS ilitokea kwa nguvu kutokana na mgawanyiko wa waasi, na pia kiuchumi magharibi
ilipoteza udhibiti wa nishati ya Syria. Hapa sasa katika operesheni hii ya Syria ilionyesha tabia ya Marekani ya kisiasa kupigana vita kupitia mikono ya wengine kama ilivyo kawaida yao bila kuonekana, lakini kwa gharama kubwa kwa raia. Kwa maneno ya wataalamu wa masuala ya ujasusi, mfano Michael Score aliyekuwa ni CIA alisema hiyo Temba Sycamore iliyoanzishwa 2012 ilionyesha kwamba unapomwaga silaha katika nchi ya wenye migogoro unajenga moto ambao huwezi tena kuuzima. Kwa hiyo moto ule uliwaka, ukawaka, ukawaka na ukawaka tena. Kisha sasa baada ya vuguvugu kuisha la vita 2018, 2018 vuguvugu hilo la vita kupoa sasa, kwa maana halikuisha, kupoa 2018, 2019 ndipo mradi wa Pi Network ukazinduliwa rasmi kutoka pale pale Marekani. Je, unadhani ni nini kilitokea? Fuatana nami katika voice note inayofuata ya 4, Pioneer mdogo kuliko wote Afrika Mashariki.